Habari za saa hizi wapendwa ndugu zangu. Nimekuwa na mzigo mkubwa moyoni mwangu wa kusema jambo kwa ajili ya taifa langu. Nina maumivu makubwa sana ndani ya moyo wangu. Nimepata huzuni na mzigo mkubwa, na ninaamini ninachokifanya nafanya kwa kumtii Mungu, kwamba niseme, kwa sababu salama ni kunyamaza, salama ni kutokusema chochote. Kila mtu anaelewa jinsi ambavyo kusema katika kipindi kama hiki ni hatari, na wakati mwingine inaonekana sio hekima. Lakini niseme wazi ya kwamba Mungu ameweka mzigo mkubwa na mzito ndani ya moyo wangu, akinihimiza tena na tena kuomba, ambako nimeshirikisha watu kadhaa kuomba sana kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya viongozi wetu. Niseme ya kwamba ninachotaka kusema na kisema kwa moyo wa upendo, moyo wa unyenyekevu na moyo wa kujali. Ninajali watoto, ninajali wanawake, ninajali watu ambao hawana uwezo wa kujitetea pakitokea shida katika taifa letu. Ninajali watu ambao hawana hatia endapo patatokea vurugu katika taifa letu. Ninalia machozi kwa jinsi ambavyo tumeongea na viongozi wetu. Sijajua ni lugha gani nyingine tutumie, tukiwasihi masuala ya utekaji yaachwe. Kuna uwezo mkubwa wa serikali kujiondoa katika jambo hili. Inadhalilisha uwezo wa usalama wa taifa letu. Inadhalilisha uongozi wa serikali yetu. Inadhalilisha uwezo wa vyombo vya ulinzi na usalama. Inadhalilisha uwezo wa viongozi waliopewa dhamana katika serikali na katika vyombo vyote. Na hatimaye inagusa mihimili mingine yote, kwa sababu mihimili nyingine yote kwa maana ya bunge na mahakama ingeliweza bado kutumia nafasi yake kuhakikisha ya kwamba jambo hili linachukuliwa hatua. Lakini kwa bahati mbaya, bila kuelewa ni kwa nini jambo hili limeendelea. Kwa moyo wa uchungu, kwa moyo wa maumivu, huku nikijua jinsi ambavyo jambo hili ni ngumu kueleweka. Lakini niseme ninao wajibu wa kumtii Mungu kabla ya vitu vingine vyote. Niseme jamani, si kwamba sielewi ugumu wa hiki ninachokisema. Si kwamba sielewi ugumu wa ushauri ambao nimekuwa nikitoa. Naongea na viongozi wengi tangu mwaka jana kuhusu jambo hili. Bahati mbaya linaongezeka kwa kasi ya ajabu. Wapendwa wangu, kila anapotekwa mtu mmoja, kama vile ambavyo angekufa watu wangehudhuria mazishi bila kualikwa, idadi hiyo hiyo ndio inayoumia, ndio inayoguswa ya wale watu ambao wangekuja kwenye mazishi ya mtu huyo kama angekuwa amekufa. Imagine mamia ya watu wanaotekwa katika taifa letu. Imagine mamia ya watu wanaoumia katika taifa letu. Imagine mamia na maelfu ya watu ambao kanisa lao limefungwa baada ya mtu kuuliza habari za watu kutekwa. Inaelewa ya kwamba unaweza ukanisikiliza kisiasa na ukasema hili ni jambo la siasa. Unaweza ukanisikiliza kimrengo fulani na ukasema hili ni jambo la kichama fulani, au huyu ameingia kwenye siasa au chama. Wapendwa wangu, wito wa kwanza wa Mungu kwa mtumishi yeyote na mtu awaye yeyote,
Wito wa kwanza ni kuwaendea wanadamu. Yesu aliacha vyote akamfuata mwanadamu. Yesu alisema aliwaacha wale mchungaji mzuri anawaacha 99, anaenda kumtafuta yule mmoja. Mzigo wa kawaida wa mwanadamu awaye yote, mzigo wa kwanza na wa kawaida ni kuangalia jinsi ambavyo tunamjali nafsi moja. Kuna mama analia, kuna kaka analia, kuna dada analia, kuna shangazi analia, kuna mjomba analia, kuna mama mdogo, mama mkubwa, kaka na dada wanaolia, na wazazi wanaolia kwa sababu ya watu kupotezwa. Niulize tu, ni nini kikubwa hicho tunachokipigania? Ni jambo lililo wazi na sio la kisiasa, kwamba kuna vitu ambavyo ukivichunguza ndivyo vinavyoleta uchungu, ndivyo vinavyoleta maumivu. Moja wapo ni hili ninalolisema sasa hivi la watu kutekwa. La pili ni swala la watu ambao kila akiongea au akitoa wazo lake, uhuru wa kuongea upo kama umenyakuliwa na kuchukuliwa na kuondolewa. Wapendwa wangu, tumesoma historia, haijawahi kuwezekana. Haijawahi kuwezekana. The opposite is true. Unaporuhusu pressure itoke, unaporuhusu watu waongee, unaweza ukaendelea kutokujali kwa sababu watapiga kelele. Lakini unapolazimisha watu wasiongee, wataongea kwa nguvu na wataongea vibaya. Imagine vijana wanaojirekodi na nyuso zao ziko wazi tu, wanasema maneno mabaya. Mimi naomba niseme kwa heshima, na iheshimu sana serikali yangu, nawapenda sana viongozi wangu, na jambo hili ninalolisema hapa halihusiani na taasisi yoyote, halihusiani na mtu awaye yeyote. Sisimami na mwanadamu awaye yeyote, na hata ningeomba ushauri kwa mtu, watu wengi wangeniambia nisiseme ninachotaka kusema. Kwa hiyo naomba niseme tu ya kwamba ninaelewa ninachokisema, na ninaelewa kwamba niko hapa kwa kumtii Mungu tu. Si jambo ambalo ningelipenda, nisingependa kuongea, nisingependa kuingia kwenye shida iwayo yoyote. Lakini wapendwa wangu, nasema iwepo rekodi tu kwamba mimi nilifanya wajibu wangu wa kitume wa kinabii ambao Mungu amenipa. Wapendwa wangu, na wasihi, na waomba, na kusihi rais wangu, na wasihi washauri wa rais, na wasihi toeni sekunde ndogo ya kuwaza tofauti kidogo, kwamba kabla ya uchaguzi tukae meza ya mazungumzo. Kabla ya uchaguzi, hata huyu kiongozi wa upinzani aletwe, awe mmoja wa wanaoshauri. Najua nitashambuliwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa na mawazo huru, kwa sababu ya kuwa na mawazo tofauti na ambayo yameanza kuzoeleka, kwamba mawazo yetu yanapokuwa tofauti sio uadui, ni ushauri, ni maombi, ni mapendekezo. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa. Unapokuwa na nyumba inawaka, huwa huulizi tena nisaidie kuzima. Unajitokeza tu, unazima. Kwa nini? Umeona nyumba inawaka. Lakini kwenye kujenga nyumba hiyo, unasubiri uombe msaada, au usubiri uombwe mawazo kwamba labda niwe na room ngapi, sijui niwe na ramani gani. Lakini wakati wa kuwaka kwa nyumba, hakunaga tena mtu anayeombwa au anayengojea aombwe. Kama tunaangalia kwa haki na kwa moyo wa kweli, taifa letu lilikofika ni nyumba inayowaka, na ndio maana hakuna namna ya kuzima bila kutumia vitu vya sahihi vya kuzima. Ukizima moto kwa petroli, unawasha zaidi. Ukiendelea kuteka wakati maumivu ya watu ni kutekwa kwa watu, utalipua moto mkubwa zaidi, na mwishoni ni hatari zaidi. Kila mmoja anajua. Tunajaribu kuzima moto kwa kutumia petroli. Wapendwa,
Na usiwashangae. Usishangae kwa nini wachungaji wanaongea. Usishangae. Mtu yeyote anayejali, mtu yeyote mwenye uchungu na mwanadamu, ndugu yangu mpendwa, nataka nikuhakikishie ataongea. Ataongea. Na yule ambaye haongei anaweza kufanya kitendo cha kituko. Kwa hiyo afadhali wale wanaongea. Mimi nimekuwa miongoni mwa wanaongea na sikuwa naongea hadharani. Ni tangu mwaka jana mwezi wa 8, na niliweke hili kama ushahidi, na viongozi wakuu kadhaa watahesabu ya kwamba ni kweli ninachokisema, watasema ni kweli. Kwa sababu niliongea nao, baadhi yao wenye mamlaka makubwa ya kuleta mabadiliko. Wako walionisikiliza wakanijibu, japo hakuna sijaona mabadiliko yaliyotokea. Badala yake yameendelea tu, watu wameendelea kutekwa. Nimeongea kwenye mikutano ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vilisikia vingeweza vikachukua hatua. Na ninaposema vikaweza kuchukua hatua, haimaanishi kwamba kila wazo ni la kupokea. Simaanishi hivyo. Ukiwa unajenga nyumba yako, sio lazima kila anayekushauri namna ya kuijenga upoke. Ila inapowaka moto, ndugu yangu, mruhusu yeyote aje na chochote kinachozima. Aje na maji, aje na udongo, mradi kinazima. Na haya mawazo tunayotoa ni sehemu ya kuzima. Akili yoyote ya kawaida itakwambia ukifanya haya moto utazimika. Jambo la kwanza, wapeni ruhusa wapinzani wafanye siasa. Wapeni ruhusa kiongozi wa upinzani afanye siasa, atolewe gerezani. Kwamba ni namna gani, naomba nisiingilie huko. Lakini niwaambie, kukaa kwake gerezani hakujasaidia. Hotuba zake huko mahakamani, naziita hotuba, zinasikilizwa na watu zaidi ya 30,000. Angalia kwa online kila siku. Kwa hiyo ni zaidi ya mikutano. Ujumbe unaofika kwa wananchi kila siku ni mkubwa mno. Na sasa pia hakuna mtu utakayemuuliza mwenye kusema ukweli akwambie kwamba ameona kabisa kwamba kuna sababu ya huyu mtu kuendelea kuwekwa huko. Hatuingilii mahakama. Mimi ni ushauri kwa serikali, kama ambavyo wengine wametangulia kushauri. Nimalizie tu kwa kusema ya kwamba kabla ya uchaguzi, na sio baada, kabla ya uchaguzi bado kuna muda. Kuna muda wa kuitisha baraza la ushauri, kuna muda wa kutengeneza na kusema wazi kwamba hapa serikali tumekosea, hapa tumefanya vibaya, hapa tumefanya vizuri. Na wa kuomba msamaha ombe, wa Tanzania naomba msamaha. Halafu ndipo tuendelee mbele. Mimi nimeomba hii video irekodiwe, itakuwepo. Nitakuwa miongoni mwa watu ambao nitanawa mikono yangu mbele za Mungu kama kuna damu ya mtu mmoja itakayomwagika, kwa sababu hatukutaka kufanya tunayoamini yatasaidia kuleta amani katika taifa letu. Naomba tusimame kwenye haki, kwa sababu amani itatokea. Naomba tusimame kwenye maamuzi sahihi, kwa sababu amani itatokea. Ambaye hatakuwa ananielewa, basi usinitukane. Toa tu mawazo yako ya tofauti yatakayosababisha kuja kwa amani na kuja kwa muafaka. Lakini narudia tena kumalizia, tukae meza ya mazungumzo kabla ya uchaguzi. Kufanya mazungumzo baada ya uchaguzi ni kuzidisha maumivu zaidi. Mungu awabariki.